Kuanzia hapo, kwa mtazamo wangu mimi, Young Africans ambao ni wenyeji wa mchezo huo, kwa hoja zao wanazotoa wana hoja, maana hakuna mtu ambaye hana hoja. Na alisema Rais mstaafu Jakaya Kikwete kwamba hoja haipigwi rungu, hoja inajibiwa kwa hoja. Kwa Yanga wana hoja kwa madai yao wanayolalamika, na kwamba kwa nini hataki kucheza mechi. Wenye mamlaka ya soka pia wana hoja ya msingi, kwa nini mchezo uchezwe. Kwa nini wenye mamlaka wana hoja ya msingi? Wao ndio wana dhamana, wao ndio custodian waliopewa dhamana ya kusimamia mpira wa miguu kwa mujibu wa mamlaka yao waliopewa, kwa mujibu wa kanuni. Maana pamoja na yote tutaongea, lakini kanuni zinazungumza wazi kwamba mwenye mamlaka ya mwisho na maamuzi ya mchezo ni bodi ya ligi. Bodi ishasema mechi ya tarehe 8 haijachezwa, imehairishwa, mechi tarehe 15. Kwa hivyo kwa mujibu wa taratibu na kanuni mechi itakuwa. Young Africans nao pia wana hoja zao kwamba kama haikuchezwa, kwa nini hiki kiwe hivi kiwe hivi kiwe hivi. Mimi mtazamo wangu kama mdau wa michezo, nadhani Yanga sasa ili kuonyesha kwamba wanajua kusimamia wanachokisimamia, wasimamia hapo hapo wanapoamini hapo hapo. Wamesema mechi hakuna, hawatocheza. Sisi tunasubiri tarehe hiyo, tarehe 15 tutakuja uwanjani, kama mamlaka itatuambia vingine hamna shida. Wasimame kwa wanapopaamini, kwa sababu wana sababu zao za kuamini pale. Historia itakuja kutuambia hicho ambacho kimefanyika safari hii. Na uhakika kila maamuzi atakayofika tarehe 15, kama ni maamuzi ya kuipa Simba alama 3 za mezani, kama ni uamuzi wa kuinyang'anya Yanga alama 15 kama wanasema ipo, sijasoma kanuni kwa kina, kama ni mchezo kutokuepo, itakavyokuwa, lakini kitakachofanyika safari hii kitatusaidia kwenye kuunyosha na kushape zaidi, maana mpira wetu umenyoka, ila kuunyosha zaidi mpira wetu wa Tanzania. Yani bado tuna safari ndefu ya kukomaza na kukuza mpira wetu.